Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia na diplomasia. Leo tutazungumzia teknolojia ya makombora ya masafa marefu ya taifa la Irani, yani cruise and ballistic missile ya Irani. Sasa katika maendeleo ya hayo makombora Shejil, Shahin na makombora mengine ya Irani ambayo amekuwa akiyatupa Israel na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, tutaangalia shujaa wa taifa la Irani ambaye alikuwa mstari wa mbele kuanzisha kituo cha utafiti kuzunguka Urusi, China mpaka Korea Kaskazini kujifunza namna ya kutengeneza makombora ya masafa. Si mwingine ni Jenerali Hassan Tehrani Mohaddam au Mohaddam. Huyu bwana Jenerali Hassan Tehrani Mohaddam alizaliwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1959 Tehran. Alipata elimu ya dini ya Kiislamu na sayansi kuanzia mwaka 65 mpaka mwaka 77. Akawa mhandisi wa masuala ya nishati ya nyuklia. Baadaye mwaka 79 bwana Hassan Mohaddam, Jenerali Hassan Tehrani Mohaddam alishiriki kwenye mapinduzi ya Kiislamu ya Kishia yaliyomuondoa Muhammad Shah Reza Pahlavi na baadaye kumuingiza madarakani kuja utawala wa Ayatollah Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini. Baadaye alijiunga na jeshi la Iran mwaka 1000, akaingia kitengo cha jeshi la anga na makombora. Kwa hiyo mwaka 88 akapandishwa cheo akawa kanali wa jeshi kitengo cha makombora. Alishiriki kwenye vita ya Irani na Iraki ya mwaka 88 ambayo Iraki ya Saddam Hussein bin Majidi iliyokuwa ikiungwa mkono na Israeli na Marekani na Uingereza na Ufaransa ilivamia Irani kwa hisani ya Marekani. Kwa hiyo kutoka pale alienda nchini mwaka 81, alienda nchini Urusi akajifunza makombora ya Skadi kama yale. Baadaye akaenda Korea Kaskazini akaanza kurusha makombora kwenye vita ya Irani na Iraki. Mwaka 83 alianzisha kamandi ya makombora. Alirusha kombora la kwanza la masafa mwaka 84 kwenye mji wa Basra Iraki na kubadilisha mzani wa vita kati ya Irani na Iraki, wakashangaa teknolojia imetoka wapi. Alirusha roketi ya kwanza katika mji wa Kirkuk Iraki mwaka 85. Kwa hiyo Ayatollah Ruhollah Khomeini alimwambia aanzishe kitengo cha kutengeneza makombora ya masafa kwa kujifunza makombora ya Pakistani, kwa kujifunza makombora ya Skadi ya Umoja wa Nchi za Kisoviet, kwa kujifunza makombora ya Korea Kaskazini, lakini pia alienda mji wa Tashkent Uzbekistan, ambao zamani ilikuwa ni Umoja wa Nchi za Kisoviet, kuangalia makombora yaliyobaki ya zamani ya nyuklia, makombora ya masafa marefu, yani zile ICBM. Lakini alienda kwenye mji wa Kazakhstan, Astana Kazakhstan, ambao zamani ilikuwa ni Umoja wa Nchi za Kisoviet, kuangalia yale maghara ya silaha, makombora ya masafa yale Intercontinental Range Ballistic Missile ambao Umoja wa Nchi za Kisoviet ulikuwa ukitengeneza. Kwa hiyo mpaka kufika mwaka 90 tayari Iran ilikuwa na uwezo wa kutengeneza makombora ya masafa takriban kilomita 1500 mpaka 2000. Kuanzia mwaka 2000 mpaka 2008 alienda chuo kikuu cha kijeshi cha Korea Kaskazini kuongeza speed ya kutengeneza makombora. Maana miongoni mwa nchi ambayo ina makombora yale Intercontinental Ballistic Missile yenye kutembea takriban kilomita 100 kwa saa, na Korea Kaskazini nayo ina makombora ya masafa. Kwa alipokaa kule akawa anajifunza. Baadaye aliwafundisha wanamgambo wa Hezbollah namna ya kutengeneza makombora ya masafa na akawafundisha kwa kwenda Urusi, China, Ujerumani Mashariki, Korea Kaskazini na nchi zingine. Mpaka kufika 2008 tayari taifa la Irani lilikuwa na makombora ya masafa ambayo yalikuwa yanaweza kupiga takriban kilomita 2500. Tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2011 Jenerali
Hassan Tehran Mokaddam aliuawa baada ya kulipuka kwa gesi na baada ya mlipuko wa gesi kwenye kambi ya jeshi ya Bid Kanem Tehran, ingawa duru zingine zinasema ni Mossad ndio walifanya mtego huo ili kumuua, kwa sababu tangu mwaka 90 shirika la ujasusi la Israel Mossad limekuwa likifanya mauaji makubwa kwa wanasayansi wa nuclear, wataalamu wa silaha na viongozi mbalimbali wa Irani kama decapitation strike, kupunguza nguvu ya Irani. Kwa hiyo mpaka leo hii Jenerali Hassan Tehran Mokaddam anafahamika kama baba wa makombora ya masafa ya Irani, yani baba wa makombora ya Irani, ambao makombora ya masafa, yani the father of ballistic and cruise missile of Iran. Ni yeye alitumia elimu yake, sayansi yake na utafiti na kupewa nguvu na Ayatollah Grand Khomeini pamoja na Ayatollah aliyefariki Ali Khamenei. Walimpa fedha, akaanzisha kitengo cha utafiti wa masuala ya makombora ya masafa marefu, akazunguka nchi kama Umoja wa Nchi za Kisovieti, Pakistan, Korea Kaskazini na kuigilizia makombora ya nchi mbalimbali, na hatimaye leo Irani anasumbua Israel na nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Mungu amlaze mahali pema Jenerali Hassan Tehran Mokaddam maarufu kama baba wa makombora ya masafa. Asante.